What's up, everyone? Good morning, good evening, depending where you are watching me from. Guys, I really miss you so much. I really miss you so much. It has been long, guys. You know, we are in Ramadan, so job is very more. But all in all, we thank God. So, guys, for those one who are watching here for the first time, guys, kindly consider to subscribe, like, comment, and share. And for those one who are still holding on Teshingani, thank you so much, guys, for supporting me. I really ask you to continue being there for me. Sasa leo guys, tunataka tuongelelee story ya huyu msichana ambaye alikuwa Saudi akifanya kazi, baadaye akarudi nyumbani akaua mzazi wake ambaye ni baba. One thing I want to tell you, sisi wenye tunafanya kazi Gulf, tujipende jamani, tujipende, tujieke hela zetu. Sisi ndo tunachoka, sisi ndo tunajua chenye tunapitia huku. Mzazi hajui chochote, bora yeye amepewa tu. Bora yeye amepewa. Sasa huyu msichana, story iko hivyo, acha niwaambie. Huyu msichana alikuja kufanya huku Gulf, huku Saudi kazi, akafanya contract ya kwanza, akamaliza, akaona hiyo contract pesa ametumia huku na huku hazimtoshi, manake pia alikuwa na plan zake, na pia alikuwa na watoto nyumbani. Mnaelewa ile situation yenye umeacha watoto nyumbani, wanafaa kusoma, wanafaa kukula, wanafaa usaidie mzazi. Sasa contract ya kwanza inaishanga tu, hata ushindwe pesa zilienda wapi. So alikuwa amesave kidogo ambazo hazikuwa zinatosha miradi yenye alikuwa anataka au alikuwa anapangia kufanya. So akaonelea ni vyema aongeze contract nyingine ya miaka 2. Mnanisikia? Sasa alivyoongeza contract, na kumbe huyu msichana hakuwa anajiwekea pesa zake, alikuwa yatumia babake mzazi amwekee pesa. Inamaanisha kwamba vile alivyotoka Kenya hakuwa amefungua bank account yake, so ikawa ngumu, ikawa lazima atumie babake ndio babake amwekee pesa. Na kumbe babake pia alikuwa na mpango zake. Babake akaoa bibi wa pili, akaoa bibi wa pili, akatupanisha huyo mama ya huyu msichana, akaenda kurenti, akarendi nyumba, sijara walipata mtoto. Sasa msichana alipomaliza contract yake anataka kurudi nyumbani, akapigia baba yake akamuuliza nini pesa zangu ziko sawa? Babaka akamwambia tu vizuri, eti pesa ziko sawa, wewe fika nyumbani, tutafanya nini, tutaongea. Sasa msichana kufika, akapigia babake simu, akamwambia sasa, nataka baba uniletee hizo hela zangu, maanake ninataka kujipangia jinsi nitakavyoanza maisha, nichukue watoto wangu, maanake ako na watoto 3, nichukue watoto wangu nikakae nao. Babaka akamwambia, mwanangu tulia, kesho naja. So huyu msichana akatulia, akangojea babake. Sasa babaka akaja akampa 20k, 20,000 kwa zile hela zote huyu msichana alikuwa anamtumia. Sasa msichana akamuuliza, baba, kwa hizo hela zangu 20,000 tu unanipa? So msichana alikuwa amepanga nini? Afungue hardware. Alikuwa anafanya hiyo biashara ya hardware, afungue hardware na ajipanga achukue watoto wake sasa. Na anapewa 20,000 jamani. Sasa huyu msichana akashikwa na hasira na kukumbuka ile mateso yenye unapitia huku. Haulali, unaitwa, unazunguka. Yaani hata uko mgonjwa, unafanya kazi, umechoka, hakuna mtu wa kukuelewa, hakuna kupumzika. Wenye tuko Gulf, wenye tuko Saudi or any other Gulf country, tunajua. Tunaelewa ile mateso yenye tunapitia. Na mtu anakupa ngapi? 20,000 jamani. Zingine zote kumbe ndio zenye walikuwa nakulanga na bibi wa pili, hata alitupanisha mama yake mzazi. Wazazi jamani. Sasa msichana alishikwa na hasira kabisa, akaenda jikoni, akapita mpaka jikoni, akachukua kisu, akamdunga babake, na babaka akamdunga kisu ya shingo, babaka akaanguka huko akakufa. Sasa hapo tutalaumu nani? Tutalaumu nani?
Unajua kitu moja, si wazazi wote wanajua, or si wazazi wote wanafeel ile watoto wao wanapitia katika nchi za Uarabuni. Si wote. Sasa niambie kesi kama hii, situation kama hii ya msichana. Imagine umesacrifice miaka 2 ukiwasaidia. Sasa ukaona acha niongeze 2 ili nami nikajiekee kitu. Tena chakula. Akatupanisha mama yake akaenda kurent. Na tena sometimes mama naye si hata angeambia mtoto wake maybe wacha tusimjudge, maybe hakuwa anajua eti mtoto wake anamtumianga pesa. So babaka ashakufa, alipeleka nini, polisi ilikuja ikachukua mwili, akafanya nini, akapeleka mochari. Sasa msichana kawekwa ndani. Inaitwa maisha. Yaani mimi hata nashanganga. Wazazi si wajibadilishe. Wazazi wajibadilishe guys, waridhike na kile chenye mtoto anawapea. Pesa za kupewa kumbe ni tamu hivi. Yaani imagine hufanyi chochote, unatukania tu umetumiwa pesa, ni tamu. Guys, wenye mko girl, wenye tuko girl, hapana. Tujieke hela zetu. Na hii kesi si ya kwanza, it's not the first time. Kuna msichana mwingine ilikuwa last year but alijinyonga. Maana alirudi nyumbani akapata mzazi amekula pesa zake zote. Sasa ile unavumilia, unapitia, yani kwa hii dunia guys, tuombeane tu. Tuombeane. Hakuna mwenye anajua chenye unapitia, ni wewe tu na Mungu wako. Na hata ukielezea mtu unapitia hali ngumu atakwambia hapana, na si mtu fulani ako huko na anapitia vizuri. Hawaelewi kwamba hizi nyumba ni tofauti. Hawaelewi kwamba yule anaweza pata mtu mzuri na wewe upate mtu mbaya. Na mnaishi nchi moja lakini mko tofauti, mnapitia hali tofauti. Hawaelewi. Sasa niambie watoto, msichana ashashikwa. Watoto sasa. Na sasa huyo bibi wa pili wazazi jamani, wazazi, parents, wazazi. Na ni mara mingi sana, mimi hata sijui ni shida gani. Watoto wanatry kutoka katika ile poverty, wajiondoe katika ile madhabahu ya maskini, wanajinyima, lakini wazazi wengine wanavuruta tu nyuma. Wanavuruta nyuma. Sasa unashindwa. Ndani mtu tulitoka Kenya, by the way tulitoka Kenya, kutoka waringi zetu, tuje tubadilishe nasi maisha yetu. Kizazi chetu kikuwe na another different start. Kizazi chetu kisikuwe the same the way we were raised. Kukuwe na tofauti. Lakini sasa mzazi kama huyu na wengine ambao siwajui, lakini watoto wao wanajua kile yenye wanapitia. Wazazi kama hao tutafanya aje? What will we do? Tutafanya aje guys? Tujifunze kujiwekea hela zetu. Kama ni mzazi unampea ile portion yake, na zingine unajiwekea. Mambo naona hapana. Hapana. Tuwape kile chao kidogo na sisi tujiwekee. Sisi tuna watoto wanahitaji kusoma. Sisi ndio tunataka tujijenge. Tunataka tuvalishe watoto. Wao walimaliza, wengi wao wamemaliza kusomesha. Hawana watoto wenye wanasomesha. Wako tu. Yaani wamebaki tu kukula, kukunywa, kuvaa basi. But tena hao ndio wenye wanakuvuruta nyuma. Mpaka unashindwa. Hana mtoto mwenye tunasomesha. Hatuna mtoto mwenye tunasomesha. Ni mzazi tu kukula. But sasa hata guys. Otherwise nawapenda sana. Sana guys. Continue supporting me. I really appreciate you guys. Watch my video with full ads running. And enjoy your evening guys. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye.